Vita kubwa Mashariki ya Kati yaepukwa kwa nywele. Baada ya mashambulizi makali ya makombora 14 kutoka Iran kwenye kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani, Al Udeid nchini Qatar, ulimwengu ulisimama kwa hofu, huku wengi wakidhani huu ungekuwa mwanzo wa vita vikubwa kati ya Iran, Marekani na hata Israel. Lakini kilichotokea baada ya hapo kiliacha dunia mdomo wazi. Rais wa Marekani Donald J. Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social hakulaumu wala kulipiza kisasi, bali alitoa kauli isiyotarajiwa kabisa. Congratulations to everyone. It's time for peace. Trump alieleza kuwa Iran walitoa taarifa ya mashambulizi hayo mapema, hali iliyosaidia kuzuia maafa. Hakuna mwanajeshi wa Marekani wala raia wa Qatar aliyejeruhiwa, jambo ambalo Trump aliliona kama ishara ya matumaini mapya. Trump aliwapongeza Wairani kwa kuonyesha kupunguza hasira na akaomba safari mpya ya kuelekea amani ianze, si tu kwa Iran, bali pia kwa Israel. Lakini subiri. Marekani haikukaa kimya. Iliitika mashambulizi hayo kwa kulenga maeneo nyeti ya nyuklia ya Iran kama Fordo na Natanz kwa kutumia mabomu ya kisasa yanayopenya hata kwenye maboma mazito yanayojulikana kama bunker busters. Israel pia ilihusishwa kwa msaada wa kijeshi huku wakikabiliana na Iran kwenye maeneo tofauti. Lakini tofauti na matarajio ya vita kamili, hali hii ilisababisha bei ya mafuta kushuka ghafla, dalili kuwa mataifa haya yanaepusha mzozo wa moja kwa moja. Serikali ya Qatar kupitia jeshi la anga ilikanyusha madai kuwa makombora 6 kutoka Iran yaligonga moja kwa moja kambi ya Marekani. Walieleza kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga tayari ilikuwa imezuia mashambulizi hayo kabla ya hajaleta madhara. Kambi ya Al Udeid iliyo nje kidogo ya Doha ni makao makuu ya jeshi la CENTCOM la Marekani kwa eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa na wanajeshi zaidi ya 10,000. Wachambuzi wa kisiasa wanasema shambulio hili lililenga zaidi kutoa ujumbe wa kisiasa badala ya kuanzisha vita kamili. Dunia ilipumua kwa sasa. Kwa mara ya kwanza baada ya miongo mingi, Iran na Israel wamekubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kwa mfululizo. Trump alitangaza kwamba vita ya siku 12 imeisha rasmi, na dunia yote ilihimizwa kuliona hilo kama mwanzo mpya wa matumaini na amani. Je, huu ndio mwanzo wa mwisho wa mzozo wa Mashariki ya Kati au ni utulivu wa muda mfupi tu kabla ya kimbunga? Kwa habari zaidi kama hizi, hakikisha umegusa subscribe na kuwasha alama ya kengele. Usipitwe na matukio yanayotikisa dunia. Karibu Mom Edit TV, sauti ya ukweli, macho ya dunia.